Upo usemi usemao, tembea ujione, usingoje kuambiwa. Duniani kuna mengi na yote yanakusubiri. Kila mahali na kila mji tunatofautiana, hauwezi kufananisha Morogoro na Dar es Salaam. Tunaambiwa kwamba ukienda hivi Kenya ni nchini Kenya, ukienda hivi ni nchini Uganda, na hea mkoani Bukoba. Ni katika kisiwa cha Ukara. Ni mojawapo ya visiwa vinavyounda wilaya ya Ukerewe. Duniani kuna mengi, yote yanakusubiri. Hadubini ya habari kwa kina imefanya utalii wa ndani na kufika kisiwa cha Ukara kilichopo kati ya ziwa Victoria, moja ya visiwa vinavyounda halmashauri ya Ukerewe, kwa lengo la kujionea maajabu ya jiwe linalosemekana kuwa na mawasiliano na mwanadamu, jiwe sikivu na lenye utii kwa watu wa kabila la Butimba, na lipo tayari kucheza na kutoa mlio wa ajabu pale linapoombwa kufanya hivyo kwa lugha ya Kikara. Ni safari ya siku 2 ikijumuisha usafiri wa anga, nchi kavu na majini, kutoka Dar es Salaam hadi kisiwani Ukara kupitia Nansio yalipo makao makuu ya wilaya ya Ukerewe. Wenyeji wangu katika kisiwa hiki wananiongoza kuelekea lilipo jiwe lililopewa jina la Nyaburebeka. Usafiri katika kisiwa hiki ni bodaboda pekee, na miundombinu ya barabara kufika lilipo jiwe hilo ni kama unavyoona. Hatimaye tulifika lilipo jiwe hilo. Nikiwa na shauku ya kujua mengi, na mchezeshaji jiwe kwa niaba ya ukoo wa Butimba akayadithia hadubini ya habari kwa kina historia ya jiwe hili kwa ufupi. Nyaburebeka alikuwa mtu na ndugu yake walitokea sehemu za huko Sudani, wakaja wakafikia Bukoba, wakatoka Bukoba wakaja mpaka hapa Ukara hii. Walipofikia wakafikia kwenye makazi yao maalum, wakaona kukaa hapa haiwezekani, ikashindikana. Wakatoka tena wakarudiko huko sehemu za Majita huko Butimba, wakarudi wakatoka huko. Walipofika Majita mila zikawazonga, wakarudi hapa tena Ukara hii. Waliporudi ndipo walipofika Nyaburebeka akakimbia. Alipokimbia akapotea katika kimiujiza. Alipopotea ndugu yake na akamfuatilia. Alipomfuatilia akamtafuta akakosa. Alipokosekana ndugu yake akarudi nyumbani. Aliporudi ndugu yake akusema lolote lile. Ikafikia mpaka mahala. Naam, mtazamaji wa hadubini, mengi zaidi haya fika kisiwani Ukara ujione. Hata hivyo, lengo la kipindi hiki kulifikia jiwe hili ni kujionea kama kweli linacheza ama la, na kama ni kweli, nini kinafanyika ili likubali kucheza. Mchezeshaji jiwe Leonard Magongo akaanza kuzungumza na jiwe hili kwa lugha ya Kikara. Naweka hela pale ili Nyaburebeka aweze kucheza na niweze kujionea, na wewe vile vile uweze kuona maajabu haya ya jiwe hili linalofanya mawasiliano na binadamu na kuweza kutekeleza jambo ambalo mwanadamu analieleza alifanye. Nyaburebeka
katule ngarwanga rwambofu emuka emuka ngorora bagei emuka emuka mukabulebeke mukabulebeke emuka we emuka 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 ngorora bagei emuka waburwanga emuka emuka abakatule emuka 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 mukabulebeke mukabulebeke ngorora bagei emuka we emuka 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 we emuka emuka mukabokabofu mukaborwanga emuka emuka mukabokatule emuka we emuka bulebeka mukabulebeka ngorora bagei emuka 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 emuka. Hadubini ikafanya uchunguzi kujiridhisha jinsi jiwe hili lilivyokaa juu ya jiwe lingine linawezaje kucheza na kutoa sauti ya ajabu. Sasa ukiangalia ila aka hapo ni jiwe. Ndio. Unaona kwa jiwe wako kaducho. Napocheza linapiga mpaka hapo. Lakini kwa nini kajua kwa nini akavunjiki? Aka hapo wako. Kweli. Kweli kabisa. Yeah. Wanda. Ni maajabu haya. Sasa nenda jaribu sasa. Haya. Nikalisukuma bila kuzungumza lugha yoyote ile ili kujiridhisha kama mawasiliano baina ya jiwe hili na mwanadamu ni ya kweli. Amegoma kucheza. Ikalazimu Hadubini kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili na kulisihi jiwe hili Nyaburebeka licheze. Nyaburebeka, ninaomba ucheze, ninaomba upige ngoma. Nyaburebeka. Naomba. Nyaburebeka, ninaomba ucheze. Upige ngoma. Ama nikatalia. Japo wanacheza kidogo. Lakini haya twende sasa. Haya twende. Weka mkono. Weka mkono. Nyaburebeka, Mukabulebeka mukabulebeka. Asuma. Nyaburebeka imuka. Mukabulebeka. Nyaburebeka. Mukabulebeka. Ndugu mtazamaji wa kipindi cha Darubini Habari wa Kila, maajabu haya. Utalii wa ndani. Jaribu kutembea ujione. Hapa ni katika kisiwa cha Ukara katikati ya ziwa Victoria. Hadubini imefika hapa kukuonyesha maajabu haya. Juu ya mawe haya unaonekana mgandamizo wa alama za viumbe hai kama vile kwato za mbuzi, mbwa, picha samaki, sufuria na nyayo za mwanadamu. Hayo ndiyo yaliyojiri hapa kisiwani Ukara. Hadubini kamtafuta mmoja kati ya madiwani wa kisiwa cha Ukara, Musa Malima, ambaye wakati huo alikuwa mjini Mwanza. Lengo ni kutaka kufahamu endapo kuna mikakati ya kuibua fursa hii kuwa utalii wa mila, desturi na utamaduni unaoweza kuwa moja kati ya vyanzo vya mapato visiwani Ukerewe. Hili ni fursa nyingine ambayo inaweza kutumiwa kama njia mojawapo ya kukuza mapato ya kisiwa ambayo yatawanufaisha jamii mbalimbali ya watu wanaoishi katika kisiwa hicho, ikiwemo hata madereva bodaboda, wenye hoteli, wenye nyumba za kulala wageni, na hata ile familia ambayo ndio wamiliki wa lile jiwe, kwa maana ya
ya mila na tamaduni. Pengine jitihada gani ambazo mmekwisha kuzifanya kwa lengo la kuweza kuboresha hali ya ukara kupitia lile jiwe? Asante. Mimi kwa jina naitwa Musa Charles Malima, diwani wa kata ya Nyamanga. Kwa ujumla, mikakati ambayo imeshafanyika kuhusiana na jiwe ile ambayo inacheza, moja ilikuwa ni kulitangaza, kupata fursa ya kulitangaza, na vile vile kuweza kuandaa miundombinu kama barabara, uzio, vile vile wale waandaaji, wale wahusika wanaohusika na lile jiwe kuweka usilias. Hiyo ndio mikakati iliyokuwepo, na juhudi hizi nadhani zipo mpaka na kwenye halmashauri. Hata mbunge ameshawahi kutoa mapendekezo, hata bungeni alishawahi kulisemea jiwe hilo ili ionekane kwamba ni kivutio na liweze angalau kuwa kivutio cha mapato ya halmashauri, familia kwa ujumla, pamoja na kisiwa kwa ujumla. Kwa hiyo nipende tu kusema wazi moja kwa moja kwamba fursa ambayo ipo kwa sasa na mikakati tulionayo ni kulitangaza jiwe. Tayari tumepeleka mapendekezo ya kwenye mfuko wa barabara TARURA ili itengenezwe ile barabara, na kisha halmashauri ichukue jukumu la kuweka uzio na kuweka nyumba za kulala kwa wageni ambao wanatoka nje ya ukala. Lakini sasa kama halmashauri itaweka nyumba pale, huoni kwamba tayari mtakuwa mnafifisha uchumi wa wanajamii ambao pengine wao ndio wangeweza kujenga nyumba pale kuweza na hatua hiyo ingeweza kunufaisha moja kwa moja? Ama lengo hapa ni kuhakikisha kwamba halmashauri inapata mapato ya kutosha kwa ajili ya jamii nzima ya halmashauri ya Ukerewe? Juhudi za jamii kwa kusema kwamba zitafifishwa au zitakosa mapato hazitakuwa, kwa sababu watakuwa ni wahusika ambao watakuwa wanahusika na kuliangalia lile jiwe. Tuseme tu cha msingi ni elimu, kuwaelimisha wale watu na wasitumie utaratibu ambao walikuwa wanatumia sasa, ambao alikuwa ni mtu yeyote tu ambao alikuwa anahusika, lakini kungekuepo na utaratibu maalum ambao ungewezesha mtu anayekuja anapelekwa, kama kuna kitabu ana saini, halmashauri ingepata mapato pamoja na familia inayohusika kwa ujumla. Unadhani katika ngazi ya udiwani hamwezi mkasimamia hili jambo na likawezekana? Ni mpaka mtegemea halmashauri ya Ukerewe ambayo na yenyewe imelemewa na mzigo wa majukumu? Kwa upande wa kusema tu kwamba tusitegemea halmashauri, kwa sababu mapato ya kisiwa yanaenda kwenye halmashauri na ambayo yanagawanyika katika vijiji vyote. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana, labda pengine kupata mwekezaji ambaye anaweza kujitolea na kaifanya hiyo kazi, lakini lengo kubwa sisi kupitia halmashauri ndio tulikuwa tumependekeza kwamba halmashauri ipate mapato kutokana na vyanzo vingine tofauti na kutegemea uvuvi kama hivyo vya utalii. Na vipo vyanzo vingi tu vya utalii, mfano tofauti na hilo jiwe. Kuna mti ambao watu wanaamini moja kwa moja na wanakuja kuona mara kwa mara kwamba huu mti jani lake likidondoka majini mamba anatokea. Watu wanafika pale na wakwenda kuona huo mti. Kwa hiyo tukitengeneza tu miundombinu vizuri na watu tukawapa elimu ya kutosha, halmashauri itapata fedha za kutosha na bila kutegemea hata uvuvi. Kwa hiyo inakuwa ni vyanzo vya utalii katika kisiwa cha Ukerewe pamoja na kisiwa cha Ukara kwa ujumla. Lakini hujazungumzia swala zima la matangazo. Swala la matangazo ni muhimu, na ndio maana nimeanza kusema kwamba nashukuru sana TBC kwa kufika eneo hili na kuweza angalau kulisemea kwa ujumla, ili umma wa Tanzania wajue kwa moja kwamba kuna vivutio vingine nje ya mbuga za wanyama, nje ya kisiwa cha Sanane na sehemu zingine zote. Kwa hiyo kwa ujumla mimi naweza nikasema nashukuru sana TBC pamoja na vyombo vingine vya habari ambao wanafika. Asante sana mtazamaji wa kipindi cha Darubini ya Habari kwa Kina. Ni wazi kwamba endapo eneo lile litahifadhiwa na kufanyiwa mchakato mzima wa matangazo ya kibiashara, matangazo ya kitalii, hakika kisiwa cha Ukara kitabadilika na wilaya ya Ukerewe itapata mapato zaidi kupitia jiwe lile la ajabu.
Jina langu ni Aaron Mdikaria. Asante na kwaheri.